Haleluya. Haleluya. Amen. Tunasonga. Nataka sauti. Tunasonga. Tunasonga. Haleluya. Tunasonga wapi? Tunasonga wapi? Kwa sababu hatupo kwa ajili ya kumtumaini mtu, tupo kwa ajili ya Mungu aliye hai. Mwenye kumtumaini mtu yeye amelaaniwa. Haleluya. Ujumbe unasema tanzi la maneno. Tanzi la maneno au kamba ya maneno. Tanzi la maneno au kamba ya maneno. Haleluya. Tulioitwa huwa hatubabaiki. Waliojiita huwa wanababaishwa. Tanzi la maneno au kamba ya maneno. Ujumbe unasema tanzi la maneno au kamba ya maneno. Tanzi la maneno au kamba ya maneno. Haleluya. Tanzi la maneno au kamba ya maneno. Mwambie jirani yako tanzi la maneno au kamba ya maneno. Mwambie tena tanzi la maneno. Mwangalie jirani yako, mwambie tanzi la maneno au kamba ya maneno. Haleluya. Ninaposema tanzi la maneno au kamba ya maneno, ni kitu gani kinachotakiwa sisi tuweze kukifahamu? Tanzi la maneno au kamba ya maneno ni kitu gani ambacho Mungu anataka tukifahamu siku ya leo? Siku zote ushuhuda inatoa maarifa. Haleluya. Ushuhuda inatoa nini? Ina watu humu. Ushuhuda inatoa maarifa. Haleluya. Inatoa maarifa. Wanaopeteka ndio wanaopigwa kwa sababu wanaacha maarifa, na kwa sababu hiyo wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Tanzi la maneno. Ninaposema tanzi la maneno, kitu gani ambacho kinamaanishwa na ujumbe huu? Unisikilize kwa makini kwa sababu usibahatishi. Tanzi la maneno, maneno yanaweza yakawa tanzi kwa mtu. Maneno yanaweza yakawa kamba kwa mtu. Yakamfunga mwanadamu. Ndio maana leo hii maneno yanaweza yakaja kwako ukayafuata kwa sababu yalikuwa kamba, utayafuata nyuma. Yamekufunga. Ni sawa na ng'ombe amefungwa, aliyemfunga ametangulia, ng'ombe yuko nyuma. Anamfuata yule mtu kwa sababu ya kamba. Anamfuata yule mtu nyuma kwa sababu ya ile kamba. Maneno yanaweza yakawa tanzi yakakufunga mguu. Yanaweza yakaifunga kazi yako isisogee. Yanaweza yakaifunga ndoa yako isiwe njema. Yanaweza yakafunga biashara yako isiendelee. Yanaweza yakaifunga akili yako ikafurika. Yanaweza yakafunga masomo ya mtu yasiendelee, kwa sababu maneno ni tanzi. Yanaweza yakageuka tanzi, yakakaa shingoni pa mtu, yakawa tanzi la mauti. Maneno yanaweza yakakufanya ukaenda kujiua, kwa sababu tayari yamefanyika tanzi katika ulimwengu wa roho. Lakini pia maneno yanaweza yakakufanya ukawa na hofu, kwa sababu maneno ni tanzi. Linapokuja linakufunga lile neno, linakutia mashaka ndani yako, linakutia hofu ndani yako. Shetani alichokutumia katika bustani ya Edeni ni maneno, wala hakwenda pale kuimba sifa, ni maneno. Na ndio maana siku hizi za leo watu wanadanganywa sana kwa maneno. Hata huko mitaani vitu vinazidi ovyo kwa sababu ya maneno. Kanadanganywa, mimi handsome, so nina magari 4, ukinikubalia nitakupa moja, utadrive, utaacha kupiga vumbi like this, so nifuate mimi and then nitakukabidhi funguo wa hiyo hama uendeshe. Na kati hana hata gari. Sasa kijana huyu anatoa maneno ambayo ni tanzi kwa ajili ya mwingine, na huyu mwingine anafungwa na yale maneno, anafuata mawazo ya huyu au kile alichosema, kwa sababu yale maneno yamegeuka tanzi, yamefunga shingo yake. Maneno yanaweza yakavuruga mji wa mtu, kwa sababu yataufunga katika shingo zao ule mji. Kila mmoja anafungwa na kuburutwa. Wanaweza watu wakakuburuta kwa maneno, kwa sababu neno inaweza ikawa tanzi. Ndio maana unaweza ukamfuata mtu kwa sababu amesema hivi, maanake neno lake limefanyika tanzi shingoni mwako.
utamfuata, utamsikiliza, kwa sababu maneno yake yamekufunga shingoni. Wewe ni sawa na ng'ombe au kondoo aliyefungwa. Ni kondoo aliyefungwa shingoni, anamfuata aliyemfunga. Maneno yanaweza yakawa tanzi, yakawa tanzi la mauti, tanzi la mafarakano, tanzi la aibu, tanzi la mafarakano, tanzi la kuachika, tanzi la kutokolewa, tanzi la kuaibishwa. Maneno yanaweza yakawa tanzi katika mji fulani. Kwa sababu tu ya maneno fulani, watu wamerudi nyuma, wameiacha sheria ya Bwana. Kwa sababu tu ya neno fulani, watu imani zao zimeondoka. Maneno yamewafunga na kuwayumbisha katika njia hiyo sawa. Maana ni kwamba maneno yanaweza akawa tanzi. Yawezekana hapo ulipo nao tanzi shingoni mwako, na hiyo tanzi ni maneno ya watu, na hiyo tanzi ni maneno ya mashetani, na hiyo tanzi ni maneno ya wakamba, na hiyo tanzi ni maneno ya wahuni, na hiyo tanzi ni maneno ya washirikina, na hiyo tanzi ni maneno ya wanafiki, na hiyo tanzi ni maneno ya kipepo, na hiyo tanzi ni maneno ya wale roho wa kipepo. Ndio maana maandiko yanasema msiamini kila roho, bali tuchunguzeni kana kwamba zinatokana na Mungu au la, kwa maana wapinga Kristo wamekuja duniani, nao watanena kwa mfano wa rika paparika saka, na wanaongea kabisa ndani yao eti ya kwamba fulani hivi. Pepo inaongea ndani ya mtu. Tena wanaonena hivi ni watu ambao ni wazinzi na wametiana mimba, alafu bado tu wananena raka papa ya reki poyo fulani na mapengo mane na ingali hana. Haleluya, amen. Sasa tanzi la maneno limekaa ndani yao, limewafunga, limewafanya watu hawa kuwa chini ya sheria ya maneno yale. Maana wanaishi chini ya maneno yale, wako chini ya maneno yale. Na kwa sababu hiyo maandiko yanasema naye atakaye kufuru roho wa Bwana amelaaniwa, wala hatasamehewa kamwe. Hiyo ni dhambi ambayo haisameheki milele. Haleluya. Ndio maana wanasema kila wakati ukipitiwa na upepo wa kuingizwa kwenye kumkufuru Roho Mtakatifu umeisha, maana wewe pamoja nao mtakuwa hamna msamaha milele kamwe. Haleluya. Kumkufuru Roho ni kujifanya roho na ingali sio yeye, ni kutenda kwa roho au kwa jina lake na ingali sio yeye, ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Haleluya. Tanzi la maneno, tanzi la maneno. Ninataka ujifunze jambo hili ili nipate kukusaidia. Mungu alipomuumba mwanadamu aliweka tanzi la maneno katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Akamwambia Adamu, katika mti huu msile matunda yake. Yale maneno yakakaa pale. Maana ni kwamba ikiwa Adamu ataenda pale, atajipeleka kwenye neno ambalo ni tanzi, atakufa. Kumbe neno linaweza likawekwa mahala likafanyika tanzi kwenye maisha yako. Linaweza likawekwa mahala likawa tanzi kwako. Neno linaweza likawa tanzi kwenye maisha yako. Inawezekana ulishiriki dhambi kwa sababu ya neno fulani au maneno fulani, kwa sababu yamegeuka tanzi, yalikuvuta kukuingiza mahala pachafu kusikokuwa na utukufu wa Bwana. Maneno fulani yanaweza yakupeleka mahala ukamwasi Mungu. Inawezekana umenena maneno fulani yakawa tanzi kwako, na kwa sababu hiyo hayo maneno yanakutafuna leo. Hayo maneno yamefanyika kuwa tanzi, mauti shingoni mwako. Tunayafuta leo na kuyaondoa. Tunakata matanzi hayo ya maneno kwa jina la Yesu. Hatuna haja ya kufa kama ni kufa wafe wao, kwa sababu sisi bado hatuna haja ya kufa, na wala hatufi leo wala kesho, mpaka Bwana atakapolijia kanisa lake. Hakuna mtu atakayekufa, bali wote tutaishi maadamu hatupo ndani ya tanzi la maneno yao kwa jina la Yesu. Hatuendeshi kwa matanzi yao, tunalifuata neno la kweli ambalo ni la Bwana. Haleluya. Tanzi la maneno limekaa ndani ya moyo wako. Leo unaishi kwa sababu ya matanzi haya, unaishi kwa sababu ya maneno haya. Na ndio maana watu ambao imani zao ni haba, yani watu ulimbukeni, unapokutwa na matanzi ya maneno yakakupiga ndani yako,
uwe na uhakika wa kuvutwa na maneno hayo. Hilo lazima litokee, kwa sababu tayari ndani yako umekwisha kuruhusu tanzi la maneno likufunge. Maanake tayari unakuwa mtumwa moja kwa moja, na ndio maana unaweza ukadanganywa alafu ukadanganyika, na kuna mtu atadanganywa lakini asidanganyike. Maanake huyu amekwepana na matanzi ya maneno. Kwa kuyakubali umefungwa na tanzi la maneno. Kuna yale maneno ya kuyasikia ana kwa ana, na kuna yale maneno mashetani yanakwenda yananena njia panda. Unafungwa. Yale maneno yananeno yanakuja juu yako, yanakufunga, na kwenu unakuwa mtumwa wa giza. Ndio maana leo hii kila mtu unapomwombea kumgusa, kuna watu wengi sana, na watu hawa ni watu ambao kwa hali ya kawaida unapomfungua anaenda huko na mapepo. Maana ni kwamba anakuwa mlango wa shetani kwa sababu ya kuiachilia maneno au neno. Maana ni kwamba maneno yanageuka ushawishi au tanzi la kumfunga, kila wakati anaanguka. Ndio maana huwa anasema, hata mwanzo wa mwaka huu nilisema, wale ambao watakuwa katika mwamba wa Bwana ni hai hawatatikisika, lakini wale ambao watasimama maadamu wapo wanaimba sifa na kuabudu tanguka chini. Maana Mungu anasema wanaabudu halisi katika roho na kweli, hao ndio watu wanaowatafuta, si wale ambao walipenda kwa maneno yao na ingali mioyo yao imbali nami, mioyo yao ni mioyo ya kinafiki. Maana ni kwamba kuna wakati ambao watu hao wanaenenda, lakini mioyo iliyofungwa na matanzi ya maneno. Haleluya. Mweza jirani yako, umefungwa na tanzi au ilikukosa kosa? Haleluya. Haleluya. Tanzi la maneno. Maneno yanaweza yakakufanya ukahama kabisa kwenye njia ya Bwana vizuri mno. Na ndio maana unaweza ukasikia habari fulani labda kuhusu mke au mume kwenye familia yako na ukaamini, kwa sababu yale maneno yatakufunga, yatakuwa kamba yako, yatakufunga katika shingo. Alafu yule mwenye maneno yale anapotembea hawezi akaondoka kwenye akili yako, maana amekufunga. Maana yake anapotembea huko nyuma yake, kwa nini fulani niseme, hatoki kwenye akili yako, kwa sababu wewe umefungwa na hayo maneno, ni kamba yake. Ndio maana haondoki, kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho anatembea na wewe huko nyuma yake. Umekuwa kondoo asiyejua chochote, unamfuata anapoenda, umefungwa shingo. Maana umekuwa ni ng'ombe ambaye mtu akienda hata sehemu kame na yeye anafuata. Hasemi ya kwamba huko ni pakame, yeye anaenda tu, maana mwenye kamba amemshikilia kamba yake. Maana unaongozwa hata kama ni wapi unaenda tu, hata kama ni chooni unaongozwa tu. Huko nako tambi usijali, ni pazuri tu, kwa sababu kamba imekufunga. Inawezekana biashara yako na nyumba kwa sababu ya hilo tanzi imefungwa ili isiweze kustawi. Inawezekana masomo yako yamefungwa ili yasiweze kufanikiwa. Inawezekana ndoa yako imefungwa na matanzi ya maneno. Wananena maneno yafananayo na maneno ya Bwana. Haleluya. Wananena mambo yafananayo na haya, kwa sababu kazi ya shetani ni kutoa kopi ya kile kilicho original, alafu na kukifanya kiwe original kwa ajili ya kufunga wengine. Ndio kazi yake. Tunafungwa kwa sababu hatuna maarifa. Haleluya. Kuna watu hawajui nini maana ya maarifa, na ndio maana wanafungwa ndani yao. Maneno yanaweza yakaharibu kabisa uhusiano wako na Mungu. Maneno tu, wala hakuna mtu aliyekushika. Maneno yanaweza yakakukosanisha na ufalme wa mbinguni. Maneno tu. Maneno yanaweza yakakufanya wewe ukakataliwa na Bwana. Amen. Maneno yanaweza yakakufanya wewe usizione baraka ambazo Mungu alizikusudia kwako. Amen. Maneno yanaweza yakakufanya ukashindwa kuyafikia malengo yako, kwa sababu maneno ni tanzi. Wapiti ndani yako, maneno ni tanzi. Maneno ni kitanzi. Haleluya. Mfano fulani anakuja, anapokuja anasema
Yawezekana mmechumbiana, nitolee mfano huo utaelewa haraka. Anakuja mtu anasema, "Aisee, fulani ndio mchumba wako wewe. Ona miguu yake. Hivi jawahi kumwangalia vizuri? Ana barabara za uhakika." Sasa ukija kununua shuka zina usalama kweli? Na hiyo neti kweli? Alafu ona alipokongoroka. Utafikiria na watoto wanne. Haleluya. Kimsingi hayuko hivyo. Lakini anayeambiwa anatega sikio kwa akili zake zote na kwa masikio yake yote anasikiliza. Baada ya hapo yule mtu anapoondoka yeye anasema, "Ila kweli. Ile miguu tena kukagua kweli kabisa. Kweli kabisa. Hiyo ni sauti. Eti mume wangu." Haleluya. Maana ni kwamba anapoyafuata yale maneno asimuulize Mungu juu ya mtu yule, maana ni kwamba amefungwa. Tayari ule uhusiano wao umekuwa mbaya kwa sababu ya maneno. Kwa nini? Yale maneno yamemfunga, yamekuwa tanzi. Na kwa sababu hiyo anayafuata yale maneno. Tayari amefungwa. Kafungwa kabisa. Haleluya. Amen. Shetani ni jinga sana pamoja na watu wake, kwa sababu anachofanya anatembea kana kwamba kwa sura ya Mungu. Ndio maana Maandiko yanasema hivi, malaika wa giza anaweza akaja mfano wa malaika wa nini? Wa nuru. Nao kasema ni Bwana, lakini umefungwa tayari. Ndio maana mambo ya Mungu huwa hayataki mtu anayekurupuka. Wanatakiwa watu wa rohoni, sio wachanga wa rohoni, watu wa rohoni. Watu ambao wamekuwa visiki vya rohoni, miamba ya rohoni, watu waliokomaa rohoni. Hao ndio watu ambao wanaweza wakaelewa kati ya neno la giza na neno la Bwana. Maana sio kila neno ni tanzi. Mtu anaweza akakubariki kumbe anakubariki kinafiki, ila amekufunga. Ndio maana kuna wakati ambao kuna mahala watu wanatoa maneno ya viapo. Hayo ni matanzi wanawekeana. Hebu sema hutaniacha. Haleluya. Amen. Ninatolea mfano. Usinige. Watu wanakutana wanasema, hebu sema hutaniacha. Sitakuacha. Milele nitakuwa na wewe. Milele nitakuwa na wewe. Alafu na wewe mwingine, na wewe sitakuacha daima siku zote, amina. Sasa hawa watu wamejifunga. Kila mmoja kafunga tanzi lake. Anapotaka kuja kuolewa amesahau ya kwamba kuna tanzi alijiwekea na fulani. Wakati huo hawako sawa tena. Alafu leo hii anapokuja niolewe, inashirikana kwa sababu ana tanzi la neno lake mwenyewe au tanzi la maneno fulani ya viapo. Alipoapa alijifunga ya kwamba hatomwacha yule. Maana yake kati ya yeye na yule wamefungwa kwa tanzi moja au kwa maneno. Imefanyika kamba, hiyo kamba imekaa shingoni mwa huyu na shingoni mwa huyu. Wale watu katika ulimwengu wa kiroho ni kimoja. Iweje uende kwa mwingine na ingali una tanzi kwa mwingine? Maana yake tayari umefungwa. Haleluya. Amen. Mtu anakuja na kuambia, hii biashara yako katika eneo hili haiwezi kufanikiwa kama fanya babaya hapa. Na unafuatilia kweli, unaenda barabarani katikati, ndio kabisa unakosa kitu. Unaenda labda soko jingine, ndio kabisa hakuna kitu, kwa sababu tayari umefungwa na maneno ambayo ni tanzi la kukuzuilia kufanikiwa, ni tanzi la kukufanya usiendelee, ni tanzi la kukufanya usione baraka ya Mungu. Leo tunayafuta na kuyakata matanzi hayo. Hatutafungwa katika miguu yetu kwa jina la Yesu, wala hatutafungwa shingo zetu kwa jina la Yesu, wala hatutafungwa kamwe sisi na familia zetu kwa jina la Yesu. Watafungwa wao kwa maneno yao, na hayo maneno siku ya leo tutafanya kuyarudisha kwao kwa jina la Yesu, na tutarudisha kwao yakadhihirike kwao, yakawapalie wao wenyewe. Maana achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, apigilishaye jiwe na arushaye mshale utamchoma mwenyewe. Leo ni kazi ya kugeuza maneno hayo. Hayo matanzi tunatoa, tunayafunga shingoni mwao. Hayo matanzi tunayatoa, tunafunga miguu yao.
tunajitenga na wao kwa jina la Yesu. Kuanzia leo tunajiambatanisha na damu ya msalaba iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi. Heri ya hiyo ambayo inatungalisha na kutusafisha tuwe sawa, ili ufalme wa Mungu uwe wa kwetu. Naongea na watu ambao wako hai. Tunasema leo tunajitenga na maneno haya. Hayo ni matanzi ya giza, tunajitenga nayo kwa jina la Yesu. Tanzi la maneno. Tanzi la maneno ni mbaya sana. Linakufunga. Linapokufunga maana ni kwamba unakuwa mtumwa, kwa sababu umefungwa na tanzi hilo. Ndio maana kuna watu ambao wana shida mbalimbali, inawezekana magonjwa au vitu fulani. Kimsingi hayo matatizo ni matanzi. Inawezekana kuna watu walinena mahala fulani, wakafunga, wakamwaga na sadaka zao za kichawi, wakasema tunafunga tanzi hili. Maana wakanuizia maneno, yale maneno yakaungamanika na ile damu ya giza, makafara ya kipepo, alafu yanasafiri kuja nyumbani kwako, yanamlenga mtu husika aliyenenwa pale, yanakaa kwamba fulani asizae, yanakaa fulani asiolewe, yanakaa. Kwa nini haolewi? Ni kwa sababu ana tanzi la maneno. Kwa nini nikiuka njia? Kwa sababu ana tanzi la maneno. Kwa nini anatangatanga? Kwa sababu ana tanzi la maneno. Tanzi la maneno. Maneno yamesema atangatange, maneno yamesema asiolewe, maneno yamesema apate ajali, maneno yamesema wafarakane. Hayo maneno ni tanzi. Ninaposimama kwenye mji wako, amani hautaiona. Ninaposimama ndani ya mtu, manake linatoka tanzi, linakaa kwenye moyo wa mtu, alafu lile tanzi linaanza kupekenyua moyo wake. Watu walionena wanasema kwamba huyu mtu akawe ni agent wa shetani kwa kufarakanisha. Manake lazima ayatende yale, kwa sababu tanzi inamwambia fanya hivi, maana yuko chini ya kifungo hicho. Kafungwa lile tanzi, linamwendesha. Nenda na kwa fulani, kamwambie wewe ni mweusi. Nenda na kwa fulani, kamwambie ni mikono imevaa kanzu. Nenda na kwa fulani. Kwa hiyo anaenenda kwa kufanya vile sawa na tanzi linavyosema, maana tanzi ni maneno yanaingia ndani yake. Leo tunayakata kwa jina la Yesu. Haya matanzi yote tunayakata. Waliosema ya kwamba hautafanikiwa, waliosema hautasoma, waliosema mji wako utabaki kama ulivyo, waliosema ya kwamba hautavuka ng'ambo, kwa maneno yao ya matanzi mabaya, leo tunayakata kwa jina la Yesu. Leo tunayakata kwa jina la Yesu. Maana kazi ya ushuhuda ni kukata matanzi ya kipepo, ni kuweza kukata matanzi ya giza. Yaondoke kwa jina la Yesu. Yaondoke ndani ya watu, ili wawe huru kwa jina la Yesu. Na ndio maana wenye mapepo na ambao wana giza waliotumwa na shetani, nimesema hivi, hawasafiri pamoja nasi. Haleluya. Kwa hilo Mungu ni mwaminifu kabisa, kwa sababu nilishamwambia wahuni, wanafiki, waongo, yani kiujumla mawakala wa shetani hawaambatani na ushuhuda. Hata siku moja, awe mzuri kiasi gani, awe na kidevu kirefu kiasi gani, hafuatani na usafiri huu, kwa sababu huu ni usafiri ambao unataka watu ambao wanalitumia jina la Bwana wa majeshi aliye hai, na watu ambao wameikubali kweli na kufinyanga ndani yao, na watu ambao wanazitaka mbingu na sio kuitaka dunia. Hao ndio watu ambao watapanda ndani ya usafiri huu. Lakini nje na hapo tupishe. Haleluya. Nje na hapo nini? Kwa sababu hautaweza kutembea na usafiri huu, maana unahitaji watu ambao wamenyoka. Siku zote nasema unataka watu walionyooka, unataka watu ambao wanamtumaini Mungu na sio kumtumaini mwanadamu. Unawataka watu ambao wanamhitaji Mungu aliye hai. Hao ndio watu ambao wataenenda na kufika mbali kupitia hapa, lakini vinginevyo aisekata kona. Maana yawezekana unaenda Kenya,
lakini hautaki njia ndefu, basi pita shortcut, ukutane na babsi nyingi, upate ajali. Ukitaka kufika salama, pita njia ndefu, maana hata Israeli walizungushwa sana na hatimaye wakafika katika nchi ya Kanaani, wakafurahia na kushangilia ya kwamba Bwana ametuokoa na ametuleta mahali ambapo tuko hai. Pita shortcut, ufe na shetani ambaye kazi yake ni shoti. Ndio maana anakuambia vaa pete hii alafu utakuwa tajiri. Yeye mwenyewe hatujawahi kuona ya kwake. Ya Mungu tunayaona, ya kwake ya kwake. Haleluya. Ushawahi kuona tajiri wa shetani? Wa Mungu unaonekana kwa sababu mimi tu ni utajiri wake Bwana aliye hai. Amen. Mimi tu, shetani hana. Amen. Alafu leo hii umepigwa tanzi na yeye. Unamjua ng'ombe akifungwa Bwana hana ujanja. Kile mtu akizungura huku na ng'ombe anaenda, akirudi hivi anaenda. Unaburuzwa kwa sababu umefungwa tanzi shingoni. Leo tunasimama vizuri kabisa kwa jina la Yesu. Alafu tunakata haya matanzi. Tunawaambia malaika ambao wana visu vikali, kata matanzi yaliyonifunga, yakate matanzi yaliyonifunga, na niondoke niwe huru kuanzia sasa. Sitakuwa nimefungamanishwa nao, sitakuwa nimefungamanishwa na matanzi ya giza, sitakuwa nimefungamanishwa na matanzi ya kipepo kamwe. Ninapokuja lile tanzi la maneno, ni maneno lakini ni tanzi, ninakufunga, unabaki pale. Ukitaka kusogea, yale maneno yanaongea ndani yako, yanajirudia. Haleluya, yanajirudia. Ukitaka kufanya kitu, yale maneno yanasimama. Tanzi hilo limekufunga. Mwisho wa siku unapovindiwa, unaanza kukumbuka, sasa nafanyaje? Kwa sababu tanzi limekufunga, linakwambia pambana tu, kaa pambane tu, hana shida, kaa pambana. Mwisho wa siku unakufa kwa sababu tanzi limekuzuia, limekufunga. Mungu akasema, nalikuwa katika matanzi na huyo mauti, na kwa sababu hiyo wakaniotea sana mitego yao, wakaninenea maneno mabaya, yakawa tanzi kwangu. Akasema, Bwana niokoe na maneno yao, Bwana nitenge na hila zao, wakaponiotea mchana wasinione. Maana Daudi anachomaanisha, matanzi ya maneno yaondoke, yakatike. Haleluya. Tunayavua leo kwa sababu mamlaka tunayo. Alafu tunawavalisha kistaarabu. Kama yamefungwa kwa namna ya kuwanyonga, tunayavuta wanaponyongwa, alafu tunawaacha nayo. Sisi tunawapisha waendelee kupigana kwa miguu yao huku wakiwa wamenyoka hapo chini. Tunavua matanzi yao, tunajitenga na maneno yao, tunajitenga na hayo matanzi, maana maneno haya yalifanyika kamba. Leo tunakata kwa jina la Yesu, wakuache uende mahala pa usalama, wakuache uende mahala pa uhai. Wamekufunga na matanzi yao, na imani wao wenyewe wamefungwa. Shetani huandaa tanzi, akaiweka ndani ya pepo wake, naye pepo ukaa ndani ya mtu na kumfunga. Alafu anamwambia twende kwa fulani, anakuletea neno la tanzi, unafungwa na baki kuwa ndani ya shimo, unafungwa ndani ya tanzi hiyo, unakuwa ni mtu ambaye ni kilema. Haleluya. Unakuwa ni mtu nini? Unakuwa ni mtu nini? Maana umefungwa na tanzi. Tanzi limekufunga. Umefungwa na tanzi na maneno. Unajua kukuta mtu analia tu peke yake, alafu kimuuliza bwana kaniambia hivi, unakuta na sura mbaya kweli. Sio kapigwa maneno hivi kabisa ananiambia hivi, eti kisa kaambiwa maneno ya kuchambwa. Nikisema kuchambwa, mnajua ambao mnajua wala kuchambwa. Kweli kaniambia hivyo. Kwa hiyo maneno, kwa nini nalia kusema maneno yamekuwa tanzi ndani yake? Eti wewe kwa ulivyo, hamna. Ni ngumu sana kufanikiwa. Yaani hakuna. Wengine wanakuja wanakuambia twende kwa mganga, twende. Ukikubali, yani maneno ni tanzi. Lazima tu uwe ng'ombe nyuma yake, maana hayo maneno ni kamba, umfuate. Uko unamfuate, ndio kwa mganga hivyo. Mnafika. Oni mganga,
nimekuletea huyu hapa mtu anashindwa kusema ng'ombe, nimekuletea huyu hapa mtu ana shida, lakini amekufunga kimsingi. Mwingine anakushawishi mpaka anakupeleka katika nyumba za wageni. Titakuja yeye aliponiambia mweupe kama anaharakisha kama amepauka hivyo hivyo. Chumba gani? Maneno anamleta mpaka guest. Kama tunaingia maneno tu. Sio kwamba tutaona milioni maneno. Alafu baada ya hapo kana ongezewa maneno tena. Wewe ni mzuri kuliko mjusi. Yaani pua yako inafanana kama apple. Unakandamiziwa zaidi. Yaani pua yako ndefu kama karungu yeye. Matanzi haya. Eti tunatoka pale mpaka aoni barabara vizuri. Anakumbuka tu kwamba pua yake kama karungu yeye. Anakosa na magari. Anafika nyumbani eti msinisumbue. Yaani nina amani ya kutosha msiniharibie siku. Haleluya. 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 Pole kama ulikuaga hivyo. Mimi sijasema mtu ngoko, sijataja jina. Nimetoa tu mfano kwamba maneno yanaweza kukufunga. Unasumbuana na yule aliyekupeleka usafiri. Wewe changanya gia. Uende kwa sababu tanzi ninakwambia ndio umefungwa shingoni. Vizuri kabisa. Na unafuata. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wengi wao tuliingia hata kwenye ndoa zetu kwa matanzi, hata sio kwa Mungu amesema, si ndio? Maana hata tulikuwa tukiomba kipindi hicho. Tuliingia tu kwa matanzi. Lakini kwa neema ya Bwana tuna amani. Si ndio? Si ndio? Amen. Kwa kipindi hicho nenda kwa Bwana. Mtumishi omba ili tuone ile jambo limekaaje. Tukutana barabarani. Hello, hi. Habari gani? Nzuri sana. Nzuri. Kumbe unakuja, nilijua unaenda. Mbona ulipokuwa unatembea kama unakaa? Hii jamani, unaitwa nani? Naitwa Matonange. Haleluya. Amen. Una simu nzuri. Yaani vitu vya giga tuna simu nzuri. Kwani kuna simu mbaya? Haleluya. Unaona jinsi ambavyo unavutwa maneno yanapofunga. Kucha zako sijai kuziona ndo kwanza. Huku makucha yenyewe meusi kweli. Sijai kuziona yani za kipekee. Kweli. Eti wewe Mwarabu au Mhindi? Wakati mtu ni mweusi. Yaani huko kote anatafuta maneno kukufunga. Ili tu mwisho wa siku wewe mwenyewe ujiingize. Mpaka nenda tu kwenye point. Una shida gani? Kumbushani leo, nipe namba zako. 078888. Si ni kweli lakini kipindi hicho jamani? Amen. Sisi tunatolea mfano. Amen. Kila mtu anajua bwana alipotokea, si ndio? Haleluya. Asilimia kubwa sisi wa zamani tulikuwa tukienda kwa matanzi. Kwa sababu tulikuwa tunamjua Bwana, sasa tunafanyaje? Unaingia na haya. Eti maneno ya fulani kwa kweli ananifanya nisimame vizuri. Namkumbuka tu. Matanzi. Na kweli kama tukakilao kama anakuwa kanageuka tena huko. Kama leo kanageuka tena huko. Hapo anakonda kweli. Eti maneno. Wewe hebu tupikie. Anapika kingine kabisa. Unamwambia maharage anaweka manyanya tone peke yake. Vipi ana mawazo nini? Matanzi ya maneno yanamyumbisha. Amen. Haleluya. Amen. Unje kuona hizo kwenye familia? Yapo. Hebu wafuatilie vijana wa nyumbani kwako wewe. Unamwagiza chumvi, analeta mtama.
Unashika kama mama, sorry, ngoja nirudi dukani. Mambo mengi kidogo. Yaani uwe na uhakika kuna maneno ndani yako. Lazima hakuna kingine. Maana mawazo hayaji bila maneno. Lazima neno lije linatengeneza kuyafikiri hayo maneno. Haleluya. Kwa hiyo tanzi la maneno inakuja inakaa ndani yako, utakufa. Kwa hiyo kila tu kikaa kidogo, nakataa mauti, navunja mauti. Kisa fulani nimekwambia utakufa. Navunja mauti, najitakasa kwa damu ya Yesu. Yaani unaomba mauti yaeleweki, mara ujitakase, mara uvunje mauti. Kuna msimamo kwenye maombi. Imani yako inayumba kwa sababu ya maneno. Wingi wao inawezekana maisha yetu leo yameharibika kwa sababu ya matanzi yale. Yalituingiza mahali pabaya tukayumba. Yalitupeleka mahali pabaya, yakatukwamisha ndoto zetu, yakatukwamisha maono yetu, yakatukwamisha kufika mahali Mungu alitaka tufike. Haleluya. Haleluya. Wewe katu tafakari huko nyuma, alafu uangalie maisha yako. Kama sio yale maneno ungekuwa wapi? Yale. Tunayakumbuka lakini. Haleluya. Hebu niangalie. Haleluya. Tunayakumbuka lakini yale maneno kumbuka basi yale ya siku ile. Kipindi kile na umri fulani yale. Usingekuwa hayo. Usingekuwa hapo, si ndio? Ila kwa sababu ya hayo kuna vitu mlivikosa. Kuna vitu vifanyaje? Mlivikosa kwa sababu ya tanzi la maneno. Ulifungwa kwa maneno haya. Ulifungwa kwayo. Ndio maana hukufika sehemu ambako ulikuwa unataka. Maneno yanaweza kukutoa kwenye position ambayo Mungu amekupa. Maneno yanaweza kukutoa mahali ambapo ungebarikiwa. Maneno yanaweza kukutoa mahali ambapo Mungu alisema na wewe. Maneno yanaweza yakakutoa katika uwepo wake, ukawa nje na uwepo wake kabisa. Kisa tu fulani kasema hivi, au fulani kaniambia hiki, unahama kabisa. Unaweza kalipata tanzi hilo kupitia ndoto. Anakuja mtu mrefu na ligoni lake, utakufa, alafu anapitia ule. Unakuwa waza lile neno. Tanzi tayari, lakini la kwenye ndoto. Maana yake ni kwamba unaishi ukiwa umefungwa na maneno. Maandiko yanasema watu hao wamejifunga kwa maneno ya vinywa vyao. Maana maneno ni tanzi, ni kamba. Ndio maana tunaambiwa tusiape uongo kwa jina la Bwana, kwa sababu ni tanzi tunajifunga. Tunaponena maana tunajifunga ile tanzi. Inawezekana leo ufanikiwe kwa sababu wewe mwenyewe ulisema sijui kama nitafanikiwa. Ulisema hivyo, sijui kama nitafanikiwa. Hilo ni tanzi ulijiwekea. Inawezekana leo hii hakuna kitu kinaendelea kwa sababu wewe mwenyewe ulisema haiwezekani. Wewe mwenyewe ulisema haitakuwa. Maana ulijifunga. Wewe mwenyewe ulisema itapona kweli. Wewe mwenyewe ulisema itashinda kweli. Umeshajifunga. Na ndio maana wao tunasema ukiri wa mtu katika jina la Yesu unampa uhuru, unampa wokovu, kwa sababu kuna jinsi ambavyo atajitenga na yale matanzi ya yale maneno. Haleluya. 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 Leo hii kuna vitu vingi sana vilikwisha kujinyonga kwa sababu ya kuambiwa. Sio? Kwa sababu ya kuambiwa maneno fulani. Kanena kabisa kwenye mgunga, kako bize kati kanafunga, kananyooka. Leo hii kuna watu ambao wameacha ndoa zao kwa sababu ya maneno. Nimemwona mumeo anatoka na kipenzi nyanya kwenye gesti fulani, hautaamini mwaya. Unamwacha. Kimsingi hujamwona. Ila tu kichukua mume wako na kipenzi nyanya ukajimlisha, unaamini umefungwa kitanzi. Haleluya. Haleluya. Maneno ni mabaya sana. Ndio maana ukikao kufikiria kuna sehemu linaswa. Kuna sehemu linaswa. Hebu jikague. Kuna sehemu linaswa na maneno. Si ndio?
Unaponaswa baadaye unaweza kujutia, kwa nini nilimsikiliza? Nani nilimsikiliza hivi? Kwa nini nilimsikiliza? Nimekula kwako tayari. Maana tayari kazi nimekufunga. Inawezekana masumbuko ulio nayo, mateso ulio nayo, shida ulizo nazo ni kwa sababu ya matanzi, aidha ya kunena mwenyewe au ya kunenewa, aidha ya kunena ndugu zako, aidha ya kunena watu wako wa karibu, aidha ya kunena kwa watu fulani wa nyumbani mwako. Maana maandiko yanasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Inawezekana yako matanzi yaliyotamkwa. Inawezekana walienda mahala pa kuabudu mizimu yao ya kiukoo, wakatambika wakanena maneno fulani juu yako. Hayo tayari ni matanzi juu yako. Leo tunajitenga na maneno yote kwa jina la Yesu. Halitasalia neno hata moja ambalo litakuwa ni kamba shingoni mwetu. Halitasalia neno hata moja ambalo litakuwa ni kamba kwenye miguu yetu. Kila neno ambalo ni tanzi tutajitenga nalo na kulikata kwa jina la Yesu. Maana maneno hayo yote yaliyo matanzi hayafai kufunga miguu yetu, hayafai kufunga shingo zetu, hayafai kufunga biashara zetu, hayafai kufunga ndio mikono yetu, hayafai kufunga hatua zetu. Leo tunakata kwa jina la Yesu. Maana upanga wa malaika Mikaeli uko wazi, tutamwambia kata matanzi yote ya maneno yaliyosimama katika ulimwengu wa roho, yamefunga miguu yetu, yamefunga mikono yetu. Leo tunayakata kwa jina la Yesu. Wameyafunga miaka iliyopita, wamefunga miezi iliyopita, haijalishi ni muda gani. Leo tunaamuru upanga unapita katikati ya maneno hayo, ili uachiwe malengo yako yakafanikiwe, ili uachiwe huru kazi yako ikajengeke, ili uachiwe huru ndoa yako ikawe na amani, ili uachiwe huru nenda ukaolewe, uachiwe huru nenda ukasome, uachiwe huru nenda ukapate mtaji, uachiwe huru nenda kafanye huduma, uachiwe huru nenda ukafanikiwe. Acha nitangaze kwa maisha ya mtu siku ya leo. Bwana niliweka hapa ili kukata matanzi yote waliokufunga kwa jina la Yesu. Waliozoea kukuona hivyo hawatakuona hivyo tena. Walizoea kukuona hivyo kwa sababu ya hiyo tanzi, walizoea kukuona hivyo kwa sababu ya hizo kamba. Leo tunakata kwa jina la Yesu. Maana Bwana amesema nimewapa mamlaka na amri yote ya kukanyaga nyoka na nge. Tunapita juu ya kamba hizo leo, tunazikanyaga kwa jina la Yesu. Tunapita juu ya kamba hizo, tunazikata kwa jina la Yesu. Au amenena shangazi, amenena bibi, amenena dada, amenena madogo, amenena mtu yote, leo tunakata matanzi hayo. Hebu nenda ukaheshimike, hebu nenda ukafanikiwe, hebu nenda ukafaulu, hebu nenda ukaione kesho yako, nenda ukazione baraka za Mungu aliye hai. Ninatangaza kwa jina la Yesu kuanzia sasa, kama zinaanza kuondoka kwa aliye na imani, ninakata kamba hizo. Ninaamuru malaika washuke kutoka mbinguni wakiwa na visu vikali, wanaanza kukata tega shingo yako, wanakata weka miguu yako, wanakata kamba hizo kwa jina la Yesu. Wanakata wamefunga, ndio usivuke. Leo tunakata kamba hizo kwa jina la Yesu. Tunakata ndio kwa damu ya Yesu, tunakata matanzi hayo. Malaika tunawaamuru pita katika ulimwengu wa roho, mahala kazi yangu ilikofungwa, kata kamba hiyo, kata mnyororo hiyo. Haijalishi ni kamba ya chuma, haijalishi ni kamba ya uzi, haijalishi ni kamba ya maneno, haijalishi ni kamba ya jambo lolote, kamba ya makafara ya shetani, kamba ya kitu chochote, kata ukitoka hapa unapokwenda zako, nenda ukafanikiwe. Walikusomea yatosha sasa, walikuongelea sana yatosha sasa, walilalamika sana yatosha sasa, walikusahau mno yatosha kwa jina la Yesu. Hizo kamba zinakatwa, hizo kamba zinakatwa, nami nasema zikatike kwa jina la Yesu, zikatike kwa jina la Yesu. Katika haleluya, kila kamba inakatika leo, kila kamba inakatika. Unajua kuna wakati tunadharaulika kwa sababu tumefungwa katika ulimwengu wa roho, na ndio maana heshima yako haujaifikia. Hujaifikia heshima yako kwa sababu tayari umefungwa na kamba, na hiyo kamba inakuzuilia usisogee mbele. Watu wanaweza wakakuongelea vibaya, yawezekana wa ndani ya familia, lakini hawajajua ya kwamba haya maneno yao ni kamba tayari wamekufunga. Wanaweza kusema sijui kama atafanikiwa huyu, ngoja tuone. Wanaposema ngoja tuone, umefungwa tayari, kwa sababu haya ni maneno wamesema kwa ajili yako. Kwa hiyo lazima yakae kwa ajili yako.
na kwa kuwa maneno hayo wameyalengesha kwako na hakuna anayesema mwingine, maanake ni tanzi. Haleluya, ni tanzi hiyo. Kwa kuwa tuna maarifa na hatuangamii kwa kukosa maarifa. Tumekwisha kugundua ya kwamba kumbe maneno ni matanzi. Leo tunahama ili waidike wao, kama walinena vibaya ni warudie wao, walichimba mabaya mashimo watumbukie wao, walinyosha mishale wapige wao, walileta aibu waandike wao, walikusudia mabaya ya wageukie wao, waliongea sana ya warudie wao. Twende tukafanikiwe, maana Mungu aliye hai hawataki watu masikini. Mungu aliye hai anataka watu ambao wanafanikiwa kwake, wanalitaka neno lake lenye kweli, kukata kama maana Mungu anasema, maana neno la Mungu li hai tena linakata kuliko upanga wao wote ukatao kweli, lina makali kuliko upanga wowote. Leo tunalituma neno hilo, linapita katika shingo za wanadamu, linapita katika miguu yao, linapita kwenye biashara zao, linapita kwenye mikono yao, linapita kwenye matumbo yao, linapita mahala pa miji yao, linapita mahala pa mke na mume, linapita kwa watoto wao. Kamba zote zinakatwa kwa neno la Bwana. Ulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizo yao. Leo tunakata maneno haya. Hebu sema nakata maneno yote ya maadui ya mashetani kwa jina la Yesu. Haleluya. Ukitaka kujua shetani hana mamlaka, uwe na maarifa. Maandiko yanasema hivi, naye akawatoa na wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti, kwa kusudi la kazi huduma yake itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Anasema ili tusiwe watoto wachanga wa kurushwa huku na huko. Haleluya. Kwa elimu zao, kwa mafundisho yao, kwa ufiki wao, kwa maneno yao, maana kwa matanzi yao. Anasema kwa mapokeo ya wanadamu. Mapokeo maana ni maneno yanapokaa kwako, unapoyapokea ni tanzi, yanakufunga. Na siku zote iko hivi, baraka zako zinaposogea karibu, ndipo shetani anapotaka upishane nazo. Mwambie jirani yako, baraka zako zinaposogea karibu, shetani anataka upishane nazo. Haleluya. Shetani anataka upishane nazo. Sasa anakupishanisha kwa matanzi, kwa maneno ambayo ni tanzi, analeta kwako. Yanapokuja kwako yanakufunga shingo, unamfuata yeye kwa sababu ndiye mwenye maneno, ndiye mwenye tanzi. Kwani kwenye bustani ya Edeni ilikuwaje jamani? Alipofika pale shetani alichomfanya Hawa akachukua yale matunda nini? Si maneno? Si ni maneno? Au yule nyoka nenda akambusubusu Hawa ndio akakubali? Anaenda akamwambia wewe ni mzuri sana. Anaenda akamwambia Hawa umeumbika kuliko malaika, una sifa zote anazostahili mwanadamu, ni mwanamke wa pekee mwenye pua ndefu. Alisema hivyo? Maneno yalimfunga Hawa, akawa ng'ombe nyuma ya shetani. Shetani yuko mbele, Hawa kako nyuma. Akaambiwa mti huu hapa, yanenda kakachuma kwacha. Sasa alipokwenda kwa mume wake naye, kwa kuwa hao watu ni mwili mmoja, mumewe naye alishofungwa na tanzi hilo, kufika tu nyaa wakawa uchi. Nani anasema leo wale wote ambao walinena mabaya kwa ajili yako, wakanena mabaya kwa ajili ya ushuhuda, na wakawe uchi kwa maneno yao, wakawe uchi kwa matanzi yao wenyewe, aibu ikawapige wao wenyewe, na wale isichukue muda mrefu ikalale upande wao kwa jina la Yesu aliye hai. Uzuri wangu nikinena haibahatishani. Amen. Mshale wangu haupitani pembeni, unatafuta moyo. Amen. Haleluya. Amen. Unatafuta nini? Moyo. Mwanzo ile sura ya pili, nikupe maandiko haya utakwenda kusoma mwenyewe. Mwanzo sura ya pili mstari wa 15 hadi wa 17. Mwanzo sura ya pili mstari wa 15 hadi wa 17.
Lakini pia Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 19 utaona jinsi nyoka anapotoa maneno yakawa tanzi kwa Hawa. Kumbe huwa tunashawishika na kuhama mahala katika njia za Bwana au kumwacha Mungu kwa sababu ya maneno. Maneno yanaweza yakawa tanzi. Tunaona chanzo cha dhambi, pamoja na kwamba ni shetani ameingia katika bustani ya Eden, lakini maneno yake yalifanyika tanzi, yakamfunga yule mwanamke, akayafuata akaasi. Wakati mwingine tukiyafuata sana maneno, hatutafika kwenye hatima zetu kabisa, hatutafika. Chambua maneno ya kuyafuata baada ya kuyachunguza ya kwamba ni tanzi au ni mema, kwa sababu kuna maneno mema na kuna maneno ambayo ni tanzi. Je, hayo maneno ni mema au ni tanzi? Unaweza ukayasikiliza lakini yakawa tanzi kwa ajili ya maisha yako, na kuna maneno ambayo ni mema kabisa, lakini kuna maneno ambayo ni tanzi, yanakufunga, yanakufanya mtumwa, yanakufanya kuwa ni mtu ambaye utakuwa chini ya hayo maneno. Haleluya! Ukisoma hiyo Mwanzo utaona Mungu anasema nyoka alikuwa ni mrefu sana. Mwanzo sura ya 3 alikanya kwa maneno tu, mstari wa kwanza mpaka wa 19 utaona mpaka mwisho wao. Katika ule mstari wa 24 pale wanafukuzwa katika bustani ya Eden, Mungu anawatoa. Kumbe maneno yanaweza yakanifanya nikosane na Mungu na akanikataa kwa sababu ya matanzi ya maneno. Kwa sababu neno linageuka tanzi au maneno yanageuka matanzi, yanakuvuta, yanakuhamisha kwenye njia sahihi, yanakuweka mahali pabaya. Ndio wale inafika baada ya muda fulani, baada ya miezi kadhaa, miaka kadhaa, wanaweza kusema ningejua. Zile ngeli zinaanza kutembea ndani ya mioyo yao. Haleluya, haleluya. Mwambie ndani yako, amka mapema, usije baadaye ukatumia ngeli. Mwambie tena, amka tena, usije baadaye ukatumia ngeli. Ningejua, ningejua. Hukujua sasa, na huwezi jua kwa sababu hukujua, na ukitafuta kujua ni vigumu kujua, maana hata huko mwanzo hukujua. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo tunakata matanzi hayo kwa jina la Yesu. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 22 mstari wa 26. Yeremia sura ya 22 na mstari ule wa 26. Utasoma hapo utaona jinsi ambavyo maneno yanaweza yakawa tanzi katika maisha ya mtu. Leo hii wengi sana waliacha mpaka vitu vyao vya muhimu kwa sababu ya maneno, wakihisi walikosea. Kumbe maneno ndio yamewatoa sasa kwenye njia. Yaani yale maneno yamekuwa tanzi, yamewafuta na kuwaweka mahala pabaya. Haleluya. Mara nyingi watu wa hivyo huwa wanapata kuamka na kugundua ikiwa tayari wamekwisha kuchelewa. Maneno yanaweza yakawa tanzi kabisa kwa kufunga. Ndio maana watu wengi leo hii wanashindwa kuvuka katika vitu fulani kwa sababu tu ya maneno aliyosema fulani, aliyosema mganga fulani, aliyosema mwenye hila fulani. Unajua mchawi sio lazima atawe na madunguli. Mchawi hata yule mwenye maneno ya kukuhamisha katika Bwana pia ni mchawi. Mchawi sio yule tunamtana madunguli. Hapana. Mchawi pia hata muongo ni mchawi wako. Mchawi tafsiri yake ni aliye kinyume na Bwana. Huyo ni mchawi. Haleluya. Huyo ni nani? Ni mchawi. Kwa hiyo mchawi haimaanishi tu mchawi wa kuruka, mchawi sio kufanya. Hata mnafiki pia ni mchawi. Muongo pia ni mchawi. Anayekutoa mahala pazuri ni mchawi. Sasa huyo mtu na mchawi anayetia madunguli wako kitu kimoja,
ila tu namna ya uchawi wao ni tofauti. Namna ya uchawi wao ni nini? Yeye na uchawi wa maneno. Ndio maana wengi tumelogo kwa uchawi wa maneno. Kwa uchawi wa nini? Wa maneno. Sio umekumbuka lakini ile miaka ni pale nyuma, miaka fulani pale nyuma. Sio unakumbuka? Ulipologo kwa maneno. Sio unakumbuka? Amen. Kuna watu wanajifanya hawajui. Sio unakumbuka lakini? Amen. Ulipologo kaingia mzima. Sio mguu ndani mguu nje hakuna, ukaingia kabisa huko. I'm here. Kwa uchawi wa maneno. Inawezekana ulishiriki ubaya fulani kwa kuambiwa tende. Ulishiriki jambo fulani baya kwa kuambiwa njoo. Tayari ulifungwa. Nao kama wao. Hasa tukisema mchawi anatofauti na wao tunakosea kwa sababu wote ni wachawi. Sasa watakaa kwenye kundi gani? Bwana atawahitaji watakatifu. Naongea na watu wanaoniangalia wenye mawazo au wanaonisikiliza. Hebu chagua kati ya hii mbili na si. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naongea na watu ambao wapo au ambao hawapo. Hebu kila mtu aseme anakoishi. Mtu anaweza kusema naishi Ndara na kati anaishi na Riani. Hebu muulize kila mtu anaishi wapi? Atakosea tu. Maana hayupo. Sio tena masekeo utasikia. Wangokoro utasikia matanda. Nepesi juu. Sio nepesi juu. Mazinge. Haleluya. Mtu amekaa lakini hayupo. Unaishi wapi? Kwenye nyanya. Kweli? Haleluya. Haleluya. Unaweza tumekaa na watu hapa, wanakuja kukumbuka kwamba wanaishi wapi baada ya ibada kuisha. Anakaa kwanza kwenye kiti ili arudi. Asije akaondoka hapa akaenda kwa majirani. Haleluya. Akaenda kijiji cha jirani, amepapita kwake. Kwa sababu hayupo. Haleluya. Haleluya. Tunasikia Kambarage wakati ni wa Masele hapa. Tatizo la kijamii ndani ya ufahamu wa mtu. Kitabu kile cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 55. Zaburi sura ya 55 mstari wa 21. Fungua Biblia yako na kisha tusome. Maandiko yanasema, kinywa chake ni laini kuliko siagi, bali moyo wake ni vita. Maneno yake ni mororo kuliko mafuta. Haleluya. Waongo ndio wanakuaga hapo. Yeye unapomsikia utafikiri kweli ana maneno laini. Haleluya. Kumbe anakufunga bila wewe kujua. Kwa mfano sasa. Kwa mfano. Haleluya. Kwa mfano. Kwa mfano sasa, kwa wale wenzetu wale, napenda kuwatolea mfano ili wawe makini. Eti hello. Unajua ni hivi sababu kuliko baraka hawa. Mfano, si maneno laini kama si yaki. Unajua ni hivi sababu sana kuliko ile nabii. Yaani. Hasa na huyo jamaa au hapo jamaa hapo kanapoingia kwenye mtego wa maneno. Kweli. Aisee, nitakuingia kitimoto hii baadaye kuja hapo. Maneno yake ni mororo. Na siku zote shetani anapotaka kufunga hakukemei, anakuambia kwa maneno mazuri. Utawahi kumwamini vizuri mno. Unashangaa unanyanyuka mwenyewe hujainuliwa, unajireba mwenyewe hujatumwa, unaingia gharama mwenyewe hujaulizwa, mpaka huko. Kwa ile kazi sio kuangalia kapunda kwa wapi kawanja sio kanini, si ni kazi yako, ni ya kwako. Lakini yote unayafanya kwa moyo mmoja kwa sababu ya maneno laini. Na siku zote shetani muongo au mnafiki anakuja kwa maneno laini.
Haleluya. Eti nimekuzimia. Hapa leo ngea anaishi anapumua hajazimia. Nimekuzimia. Haleluya. Nimekuzimia. Hivi ukitafakari kwa mtu anayesoma Kiswahili, unaweza kaelewa si tunafelishana na somo la Kiswahili. Eti nimekuzimia kabisa. Eti sijiwezi. Umekujaje hapo? Umekuwa kwenye machela. Umeona sasa maneno laini. Eti moyo wangu umefunguka. Hakuna cha aorta ambayo inafanya kazi. Hakuna cha nini, yani pati zote za moyo zimezibwa na wewe. Wewe ndiye mdundo wa moyo wangu. Heartbeat ndio wewe sasa. Unaona sasa? Asa na wewe sasa hapo hata kama ulikuwa nikapupu unaanza lazima nikakope ili get out you. Unaona haya maneno kitanzi. Eti wewe ndio figo. La kushoto na kulia. Usiniache maana nitakufa. Haleluya. Yaani ni vibaya sana kuambia wewe ni figo. Haleluya. Yaani figo zinazofeli eti ndio wewe. Yaani ulipokapua kama yai la kuku ile wa kienyeji. Eti unafurahia. Kumbe unalinganisha na vitu vya kijingajinga tu. Hivi wewe kweli pua hiyo kama yai jamani. Haleluya. Sikio kama nandili la tembo. Kama sikio la tembo. Hapo sasa mtu anacheka bila mikwamo. Bila nukta. Kisa kuwa kama yai la kuku wa kienyeji. Sasa maneno laini yanakuja. Eti mtu nimeota ndoto mbaya usiku nimeshika. Cha kwanza ninampigia mwenzake. Nimeshika kwa sababu yao. Kumbe ni kwa sababu ya maneno mabaya. Yale maneno laini yanawaingiza watu kwenye uasi, kwenye ubaya. Eti unavyoongea hisi kama niko hapo. Sasa yale maneno kama hayakufunga ni nini? Kumbe mtu liko kwenye linalala limesambaa liko hapo. Sasa yale maneno yalimfunga. Kijana ukiwa kiume mwe makini, nakutana naye wale nini? Jifanye tukufu pembeni, tunapambana kwanza. Utapigwa uje na mapepo hapo tusumbue. Haleluya. Haleluya. Hata ukinichukia si nimesema uzuri maneno yamesikika. Huo ndio uzuri. Kwa hiyo ni kuwa makini. Na wengine wapo kwenye ndoa wanashawishika. Eti vipi? Mbona umepauka? Na kama hujapauka, unatunzwa kweli? Unaonaje nikakutunza? Unasema kale kaulokole siku ya kwanza sasa. Siku ya kwanza, siku ya pili ya tatu ulokole pembeni. Nitunze. Haleluya. Sasa mtu wa namna hii eti anauacha mji wake atunzwe. Kisa maneno laini. Na anemtunza mwenyewe hawezi kujitunza. Mwisho wa siku mwanamke ndio anatunza ni baba. Si wapo hivyo? Wanachukua tozo mitaani kule. Aisee jamani. Eti mke na mume hapo natunzwa na. Lakini ulimchukua kwa nia ya kwamba utapata shida. Utakachohitaji nitakuletea. Wewe mwambie mtu aisee, mimi sina chochote. Mpambane na hali tufanikiwe. Mwambie ukweli. Takutunza. Niko radhi nikaenda kuuza sikio kwa wapika chips. Wakaange huko nipate hela. Takutunza. Ikifika wakati wa kutoa sikio, wewe nitoe sikio, ondoka tu kama unataka.
Hapo sasa ushatunzwa kwa namna fulani, umepauka. Unaanza ninge. Ngeli zinakuwa nyingi. Ningeju. Umepauka, hakuna cha kujua. Kusema neno laini kama siagi, mororo, yanakuvuta. Unafikiri shetani alikuwa anaongea na hao kwa ukali? Hamtakuwa hivyo bwana. Ndio mwaya. Ndio shesti. Haya, baada ya hapo sasa, kwa kuwa shetani ni mtu wa chumvi nyingi, hawa kujilamba hivi, akaona patamu, akaona chumvi imekolea kwenye tunda, wasi ukaingia. Maana ni kwamba kuna wakati tunafeli kwa sababu ya maneno. Maneno ni mabaya sana. Fungua kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali ile sura ya 6. Mithali sura ya 6 na mstari ule wa 2. Mithali sura ile ya 6 na mstari wa 2. Nataka nikuonyeshe jambo hapo. Haleluya. Haleluya. Tusome kanisa hapo. Maandiko yanasema, basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Ndio. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Haleluya. Maandiko yanasema, basi umetengwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa maneno yanaweza kunikamata kama sio tanzi? Yamenifunga. Mwenyewe nimetamka yakanifunga. Kama umetamka juu yako, makuhani kazi yetu ni kufungua. Yamekukamata hayo maneno, tunayafungua, maana yamekukamata kwa vinywa vyao, wametamka kwako. Na kuna mengine ambayo ulitamka mwenyewe. Umetegwa kwa maneno yako, umefungwa, umekamatwa vizuri. Maneno yako mwenyewe yamekuwa tanzi, yamekushikilia. Maana hujiwezi tena, kama ambavyo wanasemaga sijiwezi. Umefungwa vizuri. Tayari maneno yanakukamata wewe, yanamkamata yule mtu. Yaani mkubwa na suruali yake kavuta nyuma sasa. Kama yendo kondoo pale, tunaenda huko popote unapotaka. Haya tuendelee. Ng'ombe huyo kafungwa tayari. Kimshauri asielezeke. Nimeishirizia pale. Sio ameishirizia, amekamatwa na maneno. Kafungwa. Wewe papi yangu palipopelea eti papi. Papi ni kiraka ujue. Sasa kiwa kiraka ni kitu kingine hicho. Haleluya. Mithali ile sura ya 12. Mithali. Kiraka huwa hakinaga sifa sana. Nguo ndio ina sifa, sio kiraka. Sura ya 12 kitabu cha Mithali na mstari ule wa 6. Fungua Biblia yako tusome hapo. Mithali ile sura ya 12 na mstari ule wa 6. Maandiko yanasema hivi: maneno ya waovu huotea dawa, bali kinywa cha wanyofu kitawaokoa. Maandiko yanasema maneno ya waovu huotea dawa, bali kinywa cha wanyofu kitawaokoa. Maneno ya waovu yanasababisha damu kwa wengine, kwa sababu yanawafunga wapotee, yanawafunga wahame katika njia ya Bwana, yanawashawishi kwa sababu ni kamba. Kule kushawishika ndio kufungwa, kwa sababu maneno ni tanzi. Nilishawishika. Ndio hapo tunatumia msemo wa shetani kanipitia. Ulimsubiria wapi? Maana ni kwamba tayari maneno yale
yanakutafutia damu. Leo hii watu wanaua kwa sababu ya kuambiwa nenda kafanya hivi. Leo hii watu wanatoa mimba kwa sababu kashauriwa katoe mimba. Alafu yanaona raha tu, manake hayajui ya kwamba tayari maneno yale yamekupelekea wewe kumwaga damu isiyo na hatia. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu ya maneno umefanya baya, na kwa sababu ya maneno umekufuru, na kwa sababu ya maneno umeiacha sheria ya Bwana, na kwa sababu ya maneno umemwasi Mungu. Kwa hiyo haya maneno ni kitu gani? Maana ni tanzi. Linakufunga na kukupeleka mahala pabaya, linakuvuta na kukupeleka mahala pabaya. Maneno ni tanzi. Haleluya. Amen. Anza kunena mazuri leo kwa ajili yako. Amen. Unapoona mtu ananena mabaya kwa ajili yako, ananena maneno laini kama siagi, wewe jua tu kabisa huyu anataka aniingize mabaya kabisa. Kabisa. Anataka kuingiza mahala pabaya. Kwa hiyo baadaye utajuta kwa sababu ya maneno ya fulani, kwa sababu ya kumsikiliza. Unaambia kwanza kusema ni heri ningetafakari kwanza, ningetulia kwanza. Lakini badala yake tayari umekwisha kufungwa na yale maneno, kwa sababu neno linafanyika tanzi. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mhubiri. Soma kitabu cha Mhubiri. Mhubiri ile sura ya 5 pale. Sura ya 5 na mstari wa 2. Mhubiri ile sura ya 5 mstari wa 2. Maandiko yanasema hivi: usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Kumbe kuna maneno ya ujinga au maneno fulani ambayo yanafanyika tanzi, inaweza yakafunga. Ndio maana ongea pointi peke yake. Ukizidisha sana maneno katika maneno kuna uongo au kuna kujitengenezea tanzi la uongo, tanzi la kujikosesha na Mungu. Yawezekana likawa ni tanzi la kunafikia au tanzi la kuongopa. Maana ni kwamba umedanganya sasa. Haleluya. Anasema usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka, maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini tukimalizia andiko la mwisho, Mhubiri hiyo sura ya 10, nenda sura ya 10 mstari wa 13. Sura ya 10 mstari wa 13. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 13. Tusome kanisa. Ndio. Haleluya. Mwanzo wa maneno ya kinywa chake ni upuuzi, na mwisho wa usemi wake ni wazimu wenye hatari. Sasa ukikutana na hawa wenye upuuzi na wazimu, umefungwa. Sio mimi nasema, ni maandiko. Kwa hiyo kama unataka kupambana na hali, pambana na Biblia. Na usipambane na Biblia ya jirani, maana unaweza kuiharibu. Pambana na ya kwako, ili ikiharibika ukapambana. Maandiko yanasema mwanzo wa maneno ya kinywa chake ni upuuzi, na mwisho wa usemi wake ni wazimu wenye hatari. Haleluya. Haleluya. Pole yao ambao mwanzo wa maneno yao ni upuuzi na mwisho wa usemi wao ni wazimu wenye nini? Hatari. Haleluya. Haleluya. Amen. Lazima utambue kwamba maneno yanaweza yakawa tanzi.
kuna baadhi ya maneno ambayo sio tanzi, sio kila neno ni tanzi. Kuna neno ambalo ni baraka, kuna neno ambalo ni afya kwa mtu, lakini kuna maneno ambayo ni tanzi yenye kuwafanya watu wamfuate anayesema. Katika hila ni tanzi, maanake tayari umefungwa na kufanyika mfano wa ng'ombe anayemfuata mchunga ng'ombe, kwa sababu tayari tanzi limekufunga shingoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwangalie jirani yako, mwambie vipi, uko sawa? Mwambie tena vipi, uko sawa? Au umelegea au umepitiwa na matanzi ya maneno ya wale wenye kukurukekele, ya wale majini maneno. Haleluya, haleluya. Usije ukapitiwa na tanzi la nini? La maneno, ukawa na gugu. Haleluya, haleluya. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unajitenga leo, unajitenga leo na maneno yote, na maneno yote ambayo yalifanyika matanzi ya kulifunga. Iwe ni maneno, iwe ni maneno ya maadui, ya mashetani, ya mizimu, iwe ni maneno ya wanaotumikishwa, iwe ni maneno ya wenye hila. Ninayakata, 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 ninayakata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maneno yote, maneno yote, maneno yote ya kichawi, maneno yote ya gizani, maneno yote, maneno yote yaliyonenewa mahala popote, maneno yote yaliyotamkiwa mahala popote, ninayakataa leo. Ninakata matanzi yao ya maneno waliyotamka juu yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakata, ninakata, ninakata matanzi yao, matanzi yao ya maneno, ya maneno machafu, ya maneno mabaya ya kuzimu, ya maneno mabaya ya kizani kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kila kamba, kila tanzi ya maneno ya kichawi, kila kamba ya maneno iliyonifunga, iliyonifunga miguu yangu, iliyofunga maisha yangu isivute, isistawi, ninakata leo, ninakata leo, ninakata leo. Ninawaamuru malaika wa Bwana wenye visu vikali, wenye upanga, wayakate matanzi yote, matanzi yote ya maneno yaliyofunga miguu yangu, yaliyofunga mikono yangu, yaliyofunga uso wangu, yaliyofunga familia yangu, yaliyofunga watoto wangu, yaliyofunga ndugu zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila tanzi inakatika, kila tanzi unanifunga njia panda, makaburini, mahala popote, inakata leo kwa jina la Yesu, inakata leo kwa jina la Yesu. Hebu kata matanzi yote. Unajua ni wapi ambako umeshindwa kufanikiwa? Hiyo ni tanzi, hebu ikate iondoke. Kata tanzi hiyo, ikate tanzi hiyo, kata tanzi hiyo. Nataka watu wanaoomba, sio watu waliozima. Kata hayo matanzi, kata hayo matanzi, kata hayo matanzi. Wewe sema tu nakata, nakata, nakata hayo matanzi, ninayakata kwa jina la Yesu. Matanzi yote mabaya walionena kwa maneno, ninayakata leo kwa jina la Yesu. Amenena mjomba, amenena shangazi, amenena yeyote huyo, nakata. Inawezekana leo ufanikiwe kwa sababu ya maneno hayo. Inawezekana yalisimama kwa namna moja ama nyingine ya kufanyika kazi juu yako. Hebu kata leo, kata matanzi hayo, kata matanzi hayo, kata matanzi hayo.
Yakata ndio kwa jina la Yesu. Sema nakata kwa jina la Yesu. Nakata tanzo la uchumi nalikata. Nimeshika uchumi wangu, nimeshika roho yangu, nimeshika usiolewe, nimeshika usiolewe. Kata matanzi haya. Nimeshika usisome, kata matanzi haya. Nimeshika usifanye biashara, kata ndio. Nimeshika ndio hiyo tanzo la maneno. Nimekaa hapo tanzo la maneno. Nimefunga kiuno chako, nimefunga miguu yako, nimefunga afya yako. Kata ndio kwa jina la Yesu. Kata matanzi haya, kata matanzi haya kwa jina la Yesu. Kila mtu anajua ni wapi anapokwama. Kata hiyo tanzi, hilo ni tanzi limekuzuia kufanikiwa. Kata hiyo tanzi kwa jina la Yesu. Tanzi la mauti, tanzi la unafiki, uwezo imekanya maikata, tanzi mbaya, tanzi la uongo limekuchilia. Hebu nikate leo, tanzi mbaya, tanzi la huzuni nikate leo, tanzi la masikini nikate leo. Maana hayo matanzi ni shetani anaachilia juu ya maisha ya watu. Yakate leo kwa jina la Yesu. Yakate. Jiona na mamlaka hapo ulipo. Jiona ni Yesu yuko na wewe. Jiona malaika Mikaeli yuko na wewe. Kata leo. Jiona na wako ina nguvu. Unapotamka inakuwa, unaposema inakuwa. Kata matanzi yao kwa jina la Yesu. Unaweka tanzi ili usifanikiwe. Kata tanzi hilo. Unaweka tanzi ili usiongezeke. Kata matanzi haya kwa jina la Yesu. Kata matanzi haya kwa jina la Yesu. Kata ndio matanzi yao kwa jina la Yesu. Maneno uliyonena yakafanyika tanzi. Yakate ndio kwa jina la Yesu. Yakate ndio kwa jina la Yesu. Hata matanzi aliyofungiwa ndugu yako, yakate ndio. Tamka jina lake, mwambie fulani, inawezekana kuna matanzi yamekufunga juu ya kazi yako, yamekufunga juu ya uchumi wako, yamekufunga juu ya masomo yako. Inakata leo kwa jina la Yesu. Inakata leo kwa jina la Yesu. Nakata leo matanzi ya maneno na yakata leo kwa jina la Yesu. Najitenga na matanzi haya. Unapotamka na kuwa wewe tamka tu. Hiyo ukitoka hapa usiwe umefungwa na maneno yao, usiwe umekamatwa kwa maneno yao. Maana ni minyororo hiyo imefunga miguu yako. Nakata ndio kwenye miguu, nakata kwenye miguu. Sema nakata ndio kwenye miguu yangu, nakata ndio kwenye shingo yangu. Inawezekana matanzi haya yamekaa kwenye mikono yako, yamekaa ndio kwenye kiuno chako, wamekufunga kwenye mabega yako, wamekufunga kwenye mikono yako. Kata mwili wako mzima, matanzi yote yaliyozunguka yakate. Inawezekana hauna kazi kwa sababu ya hayo matanzi. Inawezekana fedha hauioni kwa sababu ya hayo matanzi. Kata ndio kwa jina la Yesu. Kata ndio kwa jina la Yesu. Kata ndio. Achilia upanga, mkono wako upanga, anza kufyeka, anza kukata. Hiyo ni nyororo, hiyo ni kamba, kata. Hiyo ni chuma, kata. Pande ya ile yote, kata ndio. Kata ndio kwa jina la Yesu. Inakata ndio matanzi haya. Inakata ndio kwa jina la Yesu. Inakata ndio kwa jina la Yesu. Inakata ndio kwa jina la Yesu. Matanzi yote ninayokata, mashetani ameweka, Mungu ameweka, wamenena watu, wamenishawishi watu, ninakata kwa jina la Yesu. Inawezekana Bwana unitaweza kupita nyuma kwa maneno yao. Wanakata minyororo hiyo. Inawezekana una kazi ya vyako, wanakata vyako na fulani, wanakata vyako na fulani, wanakata kwa jina la Yesu. Nimeingia nani mikataba ya maneno yakawa tanzi, wanakata kwa jina la Yesu. Nakata leo kwa jina la Yesu. Maneno ya viapo nakata leo, maneno ya kuambiwa nakata leo. Maana hayo yote ni tanzi kwa jina la Yesu. Kata ndio hayo maneno, hayo nafasi juu yako. Yakata ndio kwa jina la Yesu. 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 Kata matanzi yote, kata ndio matanzi yote. Yakata yaondoke kabisa, yasiwepo ndani yako, yasiwepo kwenye familia yako kwa jina
jina la Yesu. Amen. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kila tanzi la maneno yaliyonenwa mahala popote kwa ajili ya kunifunga mimi na familia yangu, kwa ajili ya kurudisha nyuma, leo ninakata, leo ninakata, leo ninakata kila tanzi iliyosema ya kwamba sitakuwa na familia yenye amani. Ninakata, ninakata na tanzi yote ya hila za shetani, ibilisi mwovu, ninayakata, ninayakata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sitafungwa tena, sitafungwa tena na maneno yao, sitafungwa tena na maneno yao kwa jina la Yesu. Lisiwepo neno lolote lile litokalo kuzimu juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Lisiwepo kamwe, lisiwepo kamwe kwa jina la Yesu. Hiyo ni maneno ya ndugu yangu yeyote alinena mabaya yakawa tanzi, leo nayakata, leo nayakata. Hiyo ni mtu yoyote alinena mahala popote maneno mabaya kwa ajili yangu, ninakata, ninakata. Kuanzia leo niko huru kwa jina la Yesu. Mimi na nyumba yangu tutafanikiwa kwa jina la Yesu. Tutafanikiwa kwa damu ya Yesu. Tutafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka kuwa huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninatamka kufanikiwa kwako kwa jina la Yesu. Kila neno baya ambalo lilinenwa kwa ajili yako, walitamka wakati wewe haupo karibu nao, au walitamka wakati uko nao, ninayafuta na kuyakata maneno hayo katika namba ya matanzo hayo, na yakata kwa jina la Yesu. Yasiwe muunganiko na wewe kuanzia sasa, yasiwe kitovu kwako kuanzia sasa, yasiwe na connection kwako kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yasiwe na wewe, yasiwe na wewe kabisa.